0683802966 ndio sehemu ambao unaweza kutuandikia maoni yako, na mimi nikiaona hapa basi tunakwenda nayo sambamba kabisa. Tuangazie taarifa nyingine kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki. Mahakama ya Afrika Mashariki ya haki EACJ imeipa serikali ya Uganda siku 45 kuwasilisha majibu yake katika kesi inayopinga uamuzi wa mahakama ya katiba kuhusu ulinzi wa washukiwa wa uhalifu dhidi ya mateso. Kesi hiyo imewasilishwa na chama cha wanasheria Uganda ULS kikidai kuwa uamuzi wa mahakama ya katiba unadhoofisha ulinzi wa kisheria dhidi ya mateso kwa watu wanaoshukiwa kutenda uhalifu. Mahakama hiyo yenye makao yake makuu Arusha, Tanzania, imeagiza mwanasheria mkuu wa Uganda kuwasilisha majibu ya serikali ndani ya siku 45. Mahakama imeonya pia kuwa iwapo serikali ya Uganda haitawasilisha majibu ndani ya muda huo, kesi inaweza kuendelea kusikilizwa na kuamuliwa bila majibu yake. Hatua hiyo inafungua njia kwa mahakama ya Afrika Mashariki kuchunguza iwapo uamuzi unaolalamikiwa unaendana na majibu na wajibu wa Uganda wa kulinda haki za binadamu na kuzuia vitendo vya mateso dhidi ya washukiwa wa uhalifu. Rekodi ya haki za binadamu Uganda imekuwa na maswali mengi sana kuliko majibu, hasa miaka hii ya karibuni. Museveni, rais wa nchi hiyo, anapoingia mwaka wa zaidi ya 40 akiwa madarakani. Utakumbuka uchaguzi wenyewe uliofanyika miezi michache iliyopita ulitamalakiwa na visa vya aina tofauti vinavyohusisha matumizi makubwa ya nguvu. Lakini pia hata sasa hivi baada ya kumalizika kwake, viongozi kama Kizza Besigye mpaka leo hii kesi yake haieleweki, na jana tujuzi hapa baada ya kuanguka mahakamani na kupelekwa hospitali Mulago akakaa ICU bila kujitambua, sasa amerejeshwa katika hali hiyo ambayo inasemwa na familia yake kwamba haijawa ya kuimarika, huku upande wa serikali na mashtaka wakisema kwamba ni kosa kisheria kwa yeye kutokea hospitali kwenda mahakamani, kwa sababu tarehe 11 kama sikosei anatakiwa kuhudhuria kesi yake upya. Lakini pia hata Bobi Wine aliyekuwa mshindi wa pili katika uchaguzi uliopita anaishi uhamishoni. Vivyo hivyo wanasheria wa timu kwa mfano ya Kizza Besigye kama Elias Lukwago wameendelea kuandamwa na mpaka sasa hivi hao katika majukumu yao baada ya kukamatwa. Kwa hiyo uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya katiba kupinga hili shauri lililokuwa limefunguliwa na chama cha wanasheria wa Uganda kwamba ni lazima serikali ijaribu kuheshimu haki za binadamu, ikiwemo visa kama hivi vya utesaji ambavyo vimekuwa vikijitokeza. Mahakama ya katiba ikatupilia mbali shauri hilo. Ndio maana ULS unaona wamelipeleka Arusha, kwa sababu EACJ ni chombo ambacho sasa kiko juu ya mataifa yote 8 ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo wanaamini kwamba huko kama haki hiyo ya shauri imeshindikana kupatikana ndani ya Uganda kupitia mahakama ya katiba, basi kwa EACJ inaweza kupatikana. Kwa maana hiyo, pengine ndani ya siku hizo 45 serikali ya Rais Museveni kupitia Wizara ya Sheria na Katiba watatoa kauli kuhusiana na kwa nini uamuzi huo ulifanyika katika utaratibu huo. Lakini kwa sura ya jumla ya Uganda, kwa kweli kwa miaka karibuni, kwa habari ya haki za binadamu imeendelea kuwa na maswali mengi kuliko majibu kwa kweli. Sawa, sisi tupo live kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Bado tupo tukiziangazia taarifa mbalimbali zinazojiri kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Nikupe tu taarifa, wewe mkazi wa Uganda ambaye unamiliki Subaru. Serikali ya Uganda bana, kupitia jeshi la polisi la pale Uganda wametangaza rasmi kuanzisha msako dhidi ya madereva wa magari aina ya Subaru yaliyofanyiwa marekebisho ya mifumo wa kutoa moshi na kutoa milio mikubwa wanapokuwa mijini. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia malalamiko ya wakazi wa eneo la Lugazi kuhusu kelele zinazotokana na magari hayo hasa nyakati za usiku. Polisi katika manispaa ya Lugazi wilayani Buikwe wamemkamata dereva mmoja anayekabiliwa na tuhuma za kusababisha uchafuzi wa mazingira kwa kelele.
Dereva huyo alikamatwa Jumamosi akiwa anaendesha Subaru yenye mfumo wa kutolea moshi uliorekebishwa, na gari hiyo limezuiwa na polisi. Msako huo unalenga kukabiliana na magari yanayotoa kelele kupita kiasi na kuhakikisha madereva wanazingatia sheria na usalama na utulivu wa jamii. Hiyo imekuwepo pia hata kwenye baadhi ya maeneo yetu. Si Uganda tu. Jijini kwetu kule zamani kulikuwa kuna watu wananunua pikipiki. Kuna namna wanazichezea. Wanatoa exos ile ambayo pikipiki inakuja nayo, wanaweka wanapita Mwenge huko wapi, ukiwa huko unasikia kwamba bwana jamaa kaamka anapita. Nafikiri hiyo sio Uganda tu, karibu mataifa mengi ya Kiafrika nimeiona. Yaani ni kama fashion hivi watu wanafanya, ni kama ambacho watu wafahamu. Uchafuzi wa mazingira unahusu pia kelele, na ndicho ambacho nitaka kuzungumza kwamba kelele ni sehemu ya vitu ambavyo vinachafua mazingira, mioshi ile. Lakini pia kumbuka hizi kelele zinaambatana pia na utoaji wa moshi mkubwa. Moshi pia ni uchafu kimazingira. Kwa hiyo hiki ambacho hii hatua iliyochukuliwa na serikali ya Uganda nitamani sana ingechukuliwa hata na Tanzania na mataifa huo Uganda mengine, kwa sababu ni usumbufu. Unajua, hebu pata picha, anapita mtu ambaye anaendesha pikipiki na huwa hawaendeshi hata taratibu. Maana ili itoe sauti kubwa ni lazima, na lengo ni ile akipita mjue kapita. Kwa hiyo sasa hebu hata kwa mfano kwa mtu ambaye ana tatizo la moyo, labda shinikizo la kushuka, shinikizo la kupanda, wakazi wale eneo la Lugazi ambao wanasema inawasababishia matatizo. Kuna watoto wadogo wanakuwa wamesinzia ndani ya nyumba. Kuna magonjwa tu ya kawaida tofauti na moyo. Natamani na huko uliko ije tuandikie kupitia 0683802966. Tutarudia hapa kwa ajili ya taarifa nyingine nyingi, tunazo za kutosha kabisa kutokea kwenye ukanda huu wa Afrika, lakini pia tutaangazia yanayojiri duniani huko. Hii ni Super Breakfast Morning Express. Exaudi Mteni po hapa, kule Instagram nitafute kama Exaudi Msakabari. Leonard Chakupewa Soza yuko hapa, Chucks JR kule Instagram pia mtafute. Tunarudi hapa.